Bwana, mambo ni vipi mwana familia wetu wa Bongo Vibe TV? Tunaungana tena kwenda kuangazia yale yote ya kimichezo ambao yanazidi kuhappen kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na siku hii ya leo tunaenda moja kwa moja kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani. Hapa naizungumzia timu ya Yanga Sports Club. Bwana, taarifa zinasema ya kwamba huko kwenye klabu ya Yanga kumechafukwa kweli kweli, mvurugano unazidi kutokea, na muda huu klabu ya Yanga wamekushaweza kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Yanga. Zinaelezwa kwamba klabu ya Yanga wametoa taarifa kwa umma juu ya benchi zima la ufundi ambalo linasimamiwa chini ya kocha Romain Folz. Taarifa hii nitakusogezea moja kwa moja hapa Bongo Vibe TV, na wewe uweze kufahamu ni kitu gani hiko klabu ya Yanga ameweza kukitoa kwenda kwa wananchi wake ama kwenda kwa mashabiki wake wa klabu hiyo ya Yanga. Nitakujuza hapa, lakini nikukumbushe, kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, cha kufanya sasa hivi swala ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo turn on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Habari za kujia moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi. Unataka kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo, bali utapokea taarifa moja kwa moja kutoka kwenye simu yako ya mkononi. Sasa kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, basi twende tukaangazie kuhusiana na jambo ambalo nimeweza kukujuza hapo awali kutokea kwenye mitaa ya Yanga Sports Club, ambapo mpaka sasa hivi mvurugano unazidi kuwa mkubwa katika benchi la ufundi. Pressure inazidi kuwa kubwa kufuatia mwenendo mzima wa kikosi hiko cha klabu ya Yanga jinsi kinavyocheza sasa hivi wanapokuwa uwanjani. Mpaka sasa hivi kikosi hiko cha klabu ya Yanga ambacho kinanolewa chini ya kocha Romain Folz katika zile mechi za kiushindani, hapa nazungumzia kuanzia michuano ya hatua za awali ya kuania tiketi ya kufuzu hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika mpaka ndani ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kocha huyo ameiongoza timu ya Yanga katika michezo minne, na kwenye hiyo michezo minne ameweza kuibuka na ushindi katika michezo mitatu na kupata sare katika mchezo mmoja. Michezo mitatu aloweza kupata ushindi, miwili ikiwa ni michezo ya raundi za awali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mmoja ukiwa ligi kuu ya NBC, huku mchezo aloweza kupata sare ukiwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC wanaocheza dhidi ya timu ya Mbeya City pale Sokoine jijini Mbeya. Sasa baada ya kocha huyo kuweza kukiongoza kikosi hiko kwenye mchezo kati yao dhidi ya Mbeya City, kumekuwa na malalamiko mengi kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, wengi wao wakihitaji kocha huyo aweze kuondoka ndani ya kikosi hiko cha wananchi kufuatia mwenendo mbovu wa timu, namna ambavyo inacheza. Hata katika uwanja wa Sokoine mara baada ya mchezo kuweza kutamatika, mashabiki mbalimbali wa klabu ya Yanga walikuwa wanaimba tumtaki kocha, wakijaribu kutuma salamu kwenda kwenye uongozi wa klabu ya Yanga juu ya kile ambacho wananchi wanakipitia ama maumivu ambayo klabu ya wananchi wanayapitia juu ya klabu yao jinsi inavyoshindwa kucheza vizuri wanapokuwa uwanjani. Na viongozi wa klabu ya Yanga kuanzia rais wa klabu Engineer Hersi Said, wote kwa pamoja wameweza kusikia kilio cha wananchi na mara moja wameweza kutoa tamko zito kwenda kwa benchi zima la ufundi la klabu hiyo ya Yanga Sports Club. Kama nilivyoweza kukujuza, taarifa hii nitakusogezea moja kwa moja hapa ili na wewe mwanamichezo wangu uweze kufahamu. Inaonekana kocha Romain Folz kama pressure hivi imekwisha anza kumeza. Ukiangalia namna ambavyo timu inacheza, ni kama vile mifumo yake imeshindwa kuingia moja kwa moja kwenye timu na ameshindwa kukiunganisha kikosi cha klabu ya Yanga kiweze kuonyesha performance ya juu, au huenda wachezaji wana profile kubwa kuliko kocha ambaye anakiongoza kikosi cha klabu ya Yanga. Hapa namzungumzia kocha
kocha Romain Folz, ndio maana mifumo yake inashindwa kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha klabu ya Yanga na kufanya timu iweze kucheza kimuunganiko na kupata matokeo mazuri. Sasa swala hili ambalo linaendelea sasa hivi kufuatia mwenendo mzima wa klabu ya Yanga, namna ambavyo inacheza umeweza kuibua mijadala mbalimbali. Kuna upande ambao wanahitaji kocha huyu Romain Folz aweze kuondoka ndani ya klabu hiyo ya Yanga kulingana na hiki ambacho kinaendelea, lakini kuna upande ambao wanaamini ya kwamba kocha huyu Romain Folz bado anahitaji muda zaidi ili aweze kuingiza mifumo yake ndani ya klabu hiyo ya wananchi. Sasa wadau mbalimbali wameweza kutoa mitazamo yao juu ya hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kwa kocha Romain Folz kufuatia mwenendo mzima wa kikosi iko cha klabu ya Yanga kuonekana mwanzo wake kama umeanza kwa kusuasua, tofauti na misimu mingine ambayo imeweza kuzoeleka Yanga ambayo ina performance ya hali ya juu pindi tu inapokuwa uwanjani. Sasa kupitia mchambuzi wa masuala mazima ya kabumbu hapa namzungumzia Wilson Oruma, ameweza kutoa maoni yake juu ya hiki ambacho kinaendelea sasa hivi ndani ya klabu ya Yanga. Yeye kwa upande wake ameweza kutoa mtazamo wake na maoni yake kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea sasa hivi. Wilson Oruma, mchambuzi ama mtangazaji kutokea pale EFM, yameweza kusema ya kwamba taarifa za hakika ni kwamba Yanga Afrika muda si mrefu kuanzia sasa watatangaza kuachana rasmi na kocha Romain Folz. Hiko ndicho ambacho mchambuzi huyu Wilson Oruma ameweza kukiposti kupitia mitandao yake ya kijamii ya kwamba muda wote kuanzia sasa hivi klabu ya Yanga wanaweza wakatemana na kocha huyo Romain Folz. Hivyo wananchi wakae kwa kusubiri waone klabu yao jinsi inavyokwenda kufanya maamuzi mazito juu ya kocha huyo Romain Folz kufuatia mwenendo mzima wa matokeo yasiyokuwa ya kuridhisha ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Lakini kupitia mchambuzi kutokea pale Crown FM na mtangazaji hapa namzungumzia Juma Hayo, yeye ameweza kutoa maoni yake na kuandika ya kwamba kama Yanga wamemtimua kocha wao, sioni shida. Viongozi wa klabu ya Yanga wanajua mpira na hata wanaposoma maandiko yetu sisi watu wa mpira wanasema ni kweli. Kocha mpya aje mapema atengeneze timu muda huu wa FIFA break. Yanga ni klabu kubwa, lazima icheze mpira mzuri. Wachambuzi pia tunaojua mpira, kazi yetu ni kuwasaidia viongozi kuambia ukweli bila kuwaficha. Asikudanganye mtu kuwa kocha anahitaji muda. Huyu hata akipewa muda mtasubiri mpaka hiyo kazi ya kusubiri igeuke kuwa kazi. Hayo ni maoni ya mtangazaji na mchambuzi Juma Hayo kutokea pale Crown FM akiweza kutoa maoni yake juu ya hiki ambacho kinaendelea sasa hivi cha swala zima la kocha Romain Folz. Yeye kwa upande wake akiweka yazi ya kwamba klabu ya Yanga wachukue uamuzi mapema ya kumtafuta kocha mwingine. Kwa hiyo muda wote kuanzia sasa hivi maji na mafuta vinaweza vikajitenga kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Kuna mtu anaweza akadondoshewa kuti kavu ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Tuendelee kusubiri tuone itakuwaje. Na taarifa nyingine ambazo zilizotufikia ni kwamba inasemekana klabu ya Yanga wamekwisha kuanza mazungumzo ya aliyekuwa kocha wa zamani wa klabu hiyo ya Yanga Nasreddine Nabi ili aweze kuja kutua ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Nabi yupo nchini anazidi kurandalanda akija kupata likizo mara baada ya kumalizana na timu ya Kaizer Chiefs kutokea pale Afrika ya Kusini. Na siku hii ya leo kocha huyo Nabi ameweza kukutana na mjumbe wa bodi ya wadhamini wa klabu ya Yanga Anthony Mavunde na kufanya kikao cha masaa kadhaa na kocha huyo. Kwa hiyo huenda klabu ya Yanga wanaangalia uwezekano wa kumshusha tena kocha huyu Nabi aje kukinoa kikosi hiko cha klabu ya Yanga Sports. Ni nini maoni yako mwana mchezo wangu? Njoo tuambie kupitia sehemu hiyo ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu.